sadaka ya kutoka Mcherwa ya Mungu kadri Mungu alivyowapa kufanya kwa ajili ya Bwana. Hawa tunaendelea kuwavisha mavazi kama watoto wetu, tunaendelea kuwavisha mavazi katika eneo balance vitu, kwamba tuweke vitu katika hali ya ugawaji mzuri. Weka vitu katika hali ya ugawaji mzuri. Huyu hapa mtoto wetu moja mtumishi. Hii ni sadaka ya kutoka eneo la Kalinga Mbalizi, sadaka ya mtumishi wa Mungu ameleta futani zake na vitu vingi amevileta hapa, unga na vitu vingine. Mungu ambariki sana. Nipokea baada ya kituo cha Mbalizi cha kulewa ni mafu. Hii ni sadaka ya kutoka Mbalizi, sadaka ya kutoka Mbalizi. Mtumishi wa Mungu pale Mbalizi mtakuja. Hii ni Mbalizi mtakuja. Viko vitu vingi vya Mbalizi mtakuja, viko vitu hivi hapa. Viko vitu hivi hapa vya Mbalizi mtakuja. Eneo la kwa Mwashiwawa ni pale mtakuja, eneo la Kokameta. Eneo la Kokameta wameleta vitu hivi kwa eneo la Kokameta, lakini kwenye familia ya Mwashiwawa wameleta vitu hivi kulea yatima na ulemavu. Popote walipo, Mungu wa mbinguni awabariki. Na hii michele ni michele ya kutoka Sido. Kutoka Sido na watu wa Mbalizi wameshiriki kufikisha ujumbe kwenye eneo hili. Watu wa Sido na watu wa Mbalizi wameleta michele kwa kuleta hii kazi, kuileta hamasa kazi ya Mungu iwe nzuri. Umefanya kitu kikubwa sana kutoka Sido na Mbalizi, pamoja na vitu vingine vilivyopo hapa. Lakini haya ni mahindi. Haya ni mahindi ya watu wa Mbalizi. Ameleta mahindi watu wa Mbalizi, soko la Kalinga. Ameleta mahindi haya hapa. Hakika kweli Mungu awabariki. Tukiangalia huu ni unga wa sadaka imetoka Soweto. Sadaka ya kutoka Soweto. Ikiwa ni hapa ndizi na vitu vingine pamoja na unga wa kula kutoka Soweto. Pamoja na matunda haya, matunda ya kutosha yapo hapa, matunda haya yapo hapa kutoka Soweto. Vipo vitunguu kutoka Soweto. Watu wa Soweto wamefanya kazi kubwa. Ukiangalia hawajachoka. Wana nyanya nyingi hapa store. Leta nyanya nyingi kutoka Soweto. Nyanya nyingi sana. Wametupatia dagaa kutoka Soweto. Dagaa. Hizi ni dagaa kutoka Soweto pamoja na viazi. Vitu kutoka Soweto hivi. Tunafikia wahitaji wa hapa Mbalizi, kituo cha mchungaji Cheyo, mahali pa kulea walemavu pamoja na yatima. Wote walipo, Mungu wa mbinguni awarejeshe. Wanapokea mwaka siku ya leo, wanapokea mwaka na kuwajali watu wengine wakati wa siku yao. Na pia
Watumishi wa Mungu, kama ambavyo mnaona mbele yetu, kuna wakati tumekuwa tukizunguka na gari kutangaza ibada kama hizi. Nafikiri watu ambao tunalenga kuwasaidia ndio hawa mnaowaona. Asilimia kubwa ni vipofu, wengine ni walemavu wa viungo vingine kama ambavyo mnawaona. Ila sasa ukiwatazama hivi, mwingine unaweza kufikiria na kuona, kumbe hata hakuoni, lakini wako hapa. Hebu niombe wale wote ambao mmekuja kwa ajili ya jambo hili, naomba msimame juu. Wote ambao mmekuja kwa ajili ya jambo hili, wageni wetu wote mliokuja kwa ajili hapa, na wazee wangu kule nyuma, kuna kuta kundi karibu lote hili, ndio watu ambao tunahitaji kuomba sadaka hii. Amina. Basi naomba mkae. Na sasa kabla tujaanza, niomba wageni wetu kwa kifupi watusalimie, tujue ni akina nani. Nianze na wageni wetu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jina naitwa Joseph Masimbani, natokea maeneo ya Mwanjerwa. Nimekuja kuwasalimia Mbalizi. Masimbani, tumekuja kuungana nani na kuwasalimia. Amen. Bwana asifiwe. Niombe mchungaji na atusalimie. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni kwa kuvuka mwaka. Hongereni kwa uzima tulio nao. Basi Mungu awabariki sana. Naitwa Aroni, ni mchungaji na ni mwalimu wa neno la Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ibada hii inapatikana YouTube. Ukiingia YouTube hii ibada utaiona. Kitu ambacho Mungu amefanya, anaona kabisa kwamba hiki kitu kimefanya kazi, kimeenda sehemu husika. Kwa hiyo ukifuatilia YouTube, ukiandika Tumaini Media, aliyegusa kazi ya Mungu, naomba ukambariki kwa jina la Yesu. Azione baraka zako Mungu, asipungukiwe chochote, kwa kuwa kanuni yako ya kutoa ni kupanda mbegu, na mbegu ya watumishi wako ikaote ikazae matunda. Mungu kakumbuke biashara zao, kakumbuke chochote wanachokifanya. Wengine wametoa sadaka zao, Mungu maisha yao ni duni, lakini kwa hofu ulioweka ndani yao Mungu, wamekupa wewe washiriki baraka hii katika jina la Yesu. Mungu kabariki biashara zao, kaongeze mitaji yao, kabariki mashamba yao, kabariki mifugo, kabariki watoto, kabariki chochote walichonacho. Mungu amefanya kwa ajili yako, ukawakumbuke Bwana. Sadaka hizi Mungu zikawa ni maombi mbele za uso wako, zikawaombea watu hawa mahitaji yao kwa jina lako Yesu Kristo. Mungu aliye hai, ninawakabidhi wote mikononi mwako Mungu. Wakati tunaanza zoezi hili Mungu, usike mwenyewe kwa kila hatua itakayoendelea. Baba, usika mwenyewe kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Amen. Kwa huduma hii baba yangu mchungaji Shecheyo, pale kwa Mungu alimpa maono, nasi kama kanisa tukakubaliana tufanye, nami kama mkurugenzi wa mtu ambaye sasa mkurugenzi nikiwa ni mvungo vyote. Kuna pale sio kipofu sio kiwete, lakini natembea kwa niaba ya vipofu, kwa niaba ya viwete, kwamba niende niwaambie hawa watu unaowaona hapa, huu mwaka wa pili, lakini huduma imetembea hii awamu ya 3. Katika miaka miwili hii huduma ni awamu ya 3, kwamba mjenge kanisa, mjenge na mwili wa Kristo. Kwa hiyo tukatii kwamba tumoja kwamba tunajenga kanisa, tujenge mwili. Tunaujengeje?
mbona yeye eti mrefu sana? Akasema ninakaa kwa hao usioona, kwa hao viwete, mimi ndiye hao watu. Sema basi tutaenda kujenga. Hatukujana mambo mengi, tukafuta mambo mengi, tukaweka kwa kile nafasi ya kwanza. Asante, na wewe umekuwa miongoni mwa hiyo kazi. Mungu akubariki sana. Asante. Ningeomba kwa wakati huu tugawe chakula, kwanza mahindi. Asante. Asiyeona watumishi napokee hiki chakula cha kwanza. Wakati huo vitu vilivyo nje vinaenda kuingia, vilivyo nje vinaenda kuingia. Wasioona mikono, jamani, sio tukaweka sehemu moja mara mbili, wengine watakosa. Mikono inakuwa imesimama, najua hapa tayari. Au ai mahindi. Ai mahindi ai. Mahindi. Ai mahindi. Sogea hapa. Nebro sogea hapa. Sisi ndio kama kiongozi, kundi lote hilo hapa wote ameleta hapa. Yeye kama mlemavu kwa kusachi tunaona. Huyu ndio anatembea kwa matangazo, huyu hapa ambaye hawezi kutembea. Mungu anatambaa. Lakini kwa ajili ya kazi hii amekubali kwenda kusema. Mungu awabariki sana, naweza mkapumzika mkakaa. Mungu awabariki sana. Ulikuwa na utambulisho kwa ajili ya kazi tunafanya miaka yote, ndivyo tunafanya kipindi vyote. Asante sana. Basi nyosheni mikono wenyewe ambao hamuoni, mahali ulipo uweze kuletewa mahindi, sio mchele. Peleka mahindi. Peleka mahindi. Kwa mtu asiyeona. Peleka mahindi kwanza. Kama yako kule nje mengine yawafikie wale wasioona. Wasioona. Kama hapa hautoshi kwa unga kusapa. Kuwa na utulivu vizuri sana. Leo unaletewa hapa ulipokaa. Leo hautahangaika. Walemavu wasioona nafuata wajane pamoja na wazee. Asante. Wakati huo nitakuwa na mtu mmoja anapanga nguo za shule hapa. Naomba kabla yote kwanza, naomba wahudumu wote mliotembea kwenda Chunya, kwenda Mbeya, Mbalizi, pande zote mpige picha kwa pamoja. Wahudumu wote mlio hapa mpige picha ambao mlienda Chunya moja. Wanaosomea shule ya kuvaa suruali za shule. Tufanye hivi. Tuanze kwanza hivi. Hebu gawa hizo shati kwanza. Atakaye kosa huko anaweza kupata huko. Wa shule ya Salala anavaa hivi hapo. Sketi ni kubwa, mtu mkubwa. So kwa sekondari wasidi. Sawa. Shati ya shule. Kuna zile namba mwaziri. Hizi watoshage. Wewe ni mkubwa. Usiwa. Ila Mungu akatupatia, hakuangalia elimu zetu, hakuangalia mionekano yetu, aliangalia mioyo yetu. Kwake tukapata kibali. Amefanya Mungu, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi kwa akili zetu, amefanya.
kutukubali jinsi tulivyo, maana kila mtu alitukata, ila Mungu akatukubali. Si elimu zetu, si ujuzi wetu, ila neema yake imetuweka hapa. Haikuwa rahisi vile namna neema yako inafanya, hakuna elimu inaweza fanya. Hata kama ikishindana, hata kama ikipambana, neema yako itashinda. Hakuangalia elimu zetu, hakuangalia mionekano yetu, aliangalia mioyo yetu. Kwake tukapata kibali. Amefanya Mungu, amefanya Mungu, amefanya. Haikuwa rahisi, amefanya Mungu, amefanya Mungu, amefanya. Ni yeye tu, si mwanadamu, si mwanadamu. Amefanya Mungu, haikuwa rahisi. Amefanya Mungu, haikuwa rahisi. Watumishi wa Mungu, wale vipofu wanyoshe mikono juu. Nataka nipitishe kitu kingine. Vipofu, watu wazima, sukari moja moja kwa hawa mama wasioona. Wa mama wa baba mara nyingi hawapikaji, naweza kaiuza tu jiani, kitawapa tu, tutawapa tu. So tutabaza zote. Ukigawa mara moja, maliza kwanza, taanza awamu ya pili. Wa mama kwa sukari moja moja kwa utulivu mzuri. Nani isema sana huko? Huko. Mtakaa nje pale. Wa vipofu, sukari moja moja. Nani huyo? Ukiona mama nataka nini? Sukari hajapewa. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu, hata kama ni hali ya uhitaji tumezidiana. Huyu mtoto ni mtoto wa kiume, si ndio watumishi wa Mungu? Huyu si ndio? Angalau mtu mwingine mama yake amefunga hata hiki hapa tu, si ndio? Au unakosea mama zangu? Angalau mtu mwingine mfunge tu hata hapo akitoka kuoga, si ndio? Mama mmoja na katoto kingine aka hapa. Na katoto haka. Nyewe mwage kwamba tunasaidiana mawazo, si ndio? Kuto kuongea. Sasa hawa wamesubua, si ndio? Mwana Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hizi sabuni zinagawiwa kwa watu wasioona na wale wabibi. Na wale wabibi. Kila mmoja nusu mche.
Na hii hapa tumishi anayemlea Hebroni, mama Hebroni yuko wapi? Nimpe hii hapa kwa ajili ya kutoka kuogea. Asante. Mzungu wa utaratibu. Mwingine anachukua mara 10 hizo nguo iko hivi, mwingine kako hivi. Kuna mtu ana nguo wapi? Binti huyu hapa ana nguo. Tumisho Mungu. Jamani, ombi hilo linapigwa jamani. Ombi hilo linapigwa. Baba wewe.